kuhusu sadaka. Kuna aina mbili ya sadaka. Sadaka ya kwanza tunaipata katika Waroma 12. Mungu anasema ya kwamba toweni miili zenyu, mioyo, roho, nguvu yenu kama sadaka takatifu na njema kwa Mungu, kwa kutimiza mapenzi yake, kwa kujitenga na dhambi. Hiyo ndio sadaka ya kwanza ambayo ni ya maana kuliko sadaka zote chini ya jua. Ndio maana Mungu mwenyewe anathibitisha hiyo sadaka akisema ya kwamba penda Mungu wako na nguvu yako, moyo wako, akili yako, mwili wako wote, nafsi yako yote impende Mungu. Ukishindwa na hilo, sasa matoleo mengine ya kutoa vitu hauwezi kufaulu. Unajua mambo ya kuabudu hiyo, unaposhindwa na mtihani wa kwanza ambao ni wa maana vile Mungu anataka, alafu nasema ya kwamba utafanya mtihani wa pili na upite, hiyo nayo sasa ni uongo wa hali ya juu. So ukweli kuhusu sadaka na vitu, ani katika njia nyingine naongelea sadaka ya vitu, matoleo ya vitu ambavyo vinaonekana sasa katika mwili, ambayo kila mtu atayaona. Sasa hapa ukitaka kukosana na watu ambao wameokoka na hata wale ambao hawajaokoka, sasa anza kuzungumzia mambo ya matoleo. Unajua ili jambo la matoleo limekuwa ni changamoto sana katika kuabudu, na hata watu wengi wamefika mahali hawataki kulizungumzia, kwa sababu inafika mahali unapoanza kuzungumzia hilo jambo unaonekana kwamba wewe ni mhubiri tapeli. Unaonekana kwamba wewe ni mhubiri ambaye uko na tamaa ya pesa. Unapotaja tu sadaka ya vitu, vile nimekuambia hapa, utaanza kuweka katika mabango ya kwamba wewe ni mwizi, mkora, mtapeli, wewe sio mtumishi wa Mungu. Kwa sababu unaona watu wanataka kuabudu Mungu, lakini hawataki kuabudu Mungu na vitu ambavyo Mungu amewapatia kuweza kumwabudu. Changamoto ambayo tumeona katika hii dunia. Ani mtu anataka tu abudu Mungu, lakini vitu ambavyo anapewa na Mungu ambavyo vinahitajika katika hiyo kuabudu hayuko tayari kuvitoa, lakini ako tayari kuitisha apewe. Mambo haya yananifurahisha sana katika hii dunia. Ani mtu anaitisha hata kwa lazima, atatafuta mbinu yoyote aitishe vitu ambavyo vinataka kumsaidia katika maisha ya kuabudu, lakini atakavyovipata zile vitu hayuko tayari kuviwachilia ili akapate kuabudu na hizo vitu na Mungu. Hapa mtakosana. So mambo ya matoleo imekuwa ni changamoto kubwa sana katika sehemu ya kuabudu, kwa sababu watu wanataka hata kipengele hicho cha sadaka kiondolewe katika kuabudu. Ani watu wanataka waabudu, lakini usiwaambia kwamba sadaka zinahitajika. Ukitaja hapo wataanza kukuweka katika mabango yao ya mhubiri mkora na mhubiri yule ambaye hajatumwa na Mungu, mhubiri ambaye ako pale kwa sababu ya tamaa ya tumbo yake. Sikatai kuna wale wako hivyo, lakini vile nimekuwa nikikwambia, katika haya maisha kuna vitu viwili, kuna kuanga na vitu feki na kuna kuanga na vitu original. Sasa wewe ndio unaamua utaendea feki ama unaendea original. Hiyo yote ni maamuzi, lakini Mungu ako hapa kukuambia hii ni feki na hii ni original, na kukuambia kwamba chagua original, lakini sasa wewe ndio utaamua kama utataka kuachana original yenye umeshachaguliwa na Mungu uendee feki. Hiyo iko juu yako. So
ukifika hapo kikiumana juu yako, usianze kulaumu Mungu. So ukweli kuhusu sadaka ama matoleo ya mwili imekuwa changamoto katika mahali pa kuabudu. Kwa sababu gani? Watu wengi wanataka waabudu Mungu, lakini bila gharama ile inayohitajika kwa kuabudu. Kwa sababu kuna vile watu wanasoma haya maandiko, lakini vile wanaelewa ndi tofauti. Nimewapeeni bure, mkatoe bure. Chenye hao watu walipewa bure na kutoa bure ni nini? Hiyo ndio swali ambao unafaa kujua. Mungu alisema nimewapeeni bure na mtoeni bure. Ni nini? Vipawa kama hii injili hii sahi, hii ni ya bure. Lakini wewe kutaka kusikia injili katika mtandao wa Facebook, YouTube, TikTok, utahitaji kuweka bundles. Hiyo iko sehemu yako. Na hizo bundles Mungu atakupatia uwezo wa kupata ili ukaweke na ukasikie. Sasa katika mambo ya kuabudu, tunahitaji vitu katika ibada. Kuabudu nazo Mungu. Katika sehemu ya kuabudu tunahitaji maji pale, tunahitaji umeme pale, tunahitaji kodi pale, na tunahitaji vitu mingi kama ni viti za kukalia, meza. Tunahitaji chakula. Kwanza chakula kifai kikosekane mahali ambapo watu wanaabudu. Mpenda, kama unaabudu mahali na kunakosekana na chakula, mahali penye ibada iko ya Mungu, lakini katika vyama chakula inapatikana, katika shule chakula kinapatikana, kwa kazi yako chakula kinapatikana, lakini mahali pa kuabudu Mungu, mahali ambapo source ya hiyo chakula yenye inapatikana kwa shule kwa kazi, kwa nyumba yako na kwa shughuli nyingine zote, source yake ni hapa kwa kanisa, chakula yenyewe imekosekana hapa. Mpendo, hapo ni shida. Mimi nacho nikwambie ukweli. Mungu mwenyewe anazungumza katika Malaki ya kwamba hakikisheni chakula kisikosekane. Utaanza kutoroka ya kwamba chakula chenye Mungu alikuwa anazungumzia ni hii injili, kuhubiri neno, ni chakula. Sikatai. Lakini chakula cha mwili pamoja na chakula cha roho kinafaa kupatikana mahali ambapo tunaabudu. Kama chakula cha mwili kinapatikana na cha roho kinakosekana, hapo ni shida. Kama chakula cha roho kinapatikana na chakula cha mwili kinakosekana, pia ni shida. Because mahali ambapo watu wanakusanyika kwa sababu ya Mungu, mpendwa, hakufai kukwako na kitu ya pressure ya kufanya mtu aseme ya kwamba wacha nikimbie kwa nyumba niende nikule, ndio maana nataka niende. Tunafaa tuhakikisha kwamba chakula cha mwili kinapatikana mahali ambapo kuna maabudu. Wewe angalia tu baba, mahali penye watu wanakunywa pombe kila aina ya chakula, nyama choma iko pale, ile ambayo ni fry unataka iko pale, na vitu nyingine zinapatikana pale. Hiyo ni baa tu. Kila kitu nataka kupatikana pale. So je, mahali ambapo tunaabudu vinakosekana aje? Kwa sababu gani? Watu wengi hawako tayari kwa gharama ya kuabudu. Lakini kuomba Mungu awapatie vitu ambavyo wanahitaji kuabudu nazo Mungu ni nambari ya kwanza. Watalia, Mungu tubariki, Mungu tubariki na gari tuende nalo kanisa tuabudu. Watakapopata hilo gari, sasa hata kuabudu na hilo gari ni ngumu. Hilo gari wanalibadilisha na kuanza kubebea vitu zingine ambazo ni magendo ndani. Ile gari itatumika kwa sababu ya usherati na uzinzi. Ile gari itatumika kwa sababu ya matendo maovu. Lakini wakati walikuwa wanaomba, waliambia Mungu tupatie gari tutumie kukuabudu. Inamaanisha kwamba hii gari ilikuwa inafaa kutumika kwa ajili ya kutukuza Mungu kwa utakatifu peke yake. Lakini sasa imebadilishwa, inatumika kwa ajili ya maovu. So, narudi pale, sikia katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango ni wa 9, mstari kuu wa 7. Wacha tuanzie kwa 6. Inasema hivi: kumbukeni, apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na atoe kadiri ilivyoamua kwa moyo, na wala sio kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha.
Mpendwa, acha nikwambie, kama bado uko mahali unaambiwa kutoa fungu la 10, kutoa sadaka za kuteketezwa, unaambiwa jinsi vile kanisa inafaa kulipwa, hii kanisa maji inatakana, hii kanisa kuna sijui nini inatakana, na uko hapo, basi uko na shida. Uko na shida. Mimi nakwambia ukweli, kama kweli umesema ya kwamba umeamua kufuata Mungu, lakini bado unangojewa kanisa likwambie ya kwamba kuna renti inafaa hapo, maji inafaa hapo, umeme inafaa hapo, chakula inatakikana hapo, kusaidia mayatima na wajane unafaa kuwa kila siku naambiwa, umekaa kwa wokovu miaka zaidi ya 5, 6, 7, 8, 10, 20, uko na shida ya akili hapa. Na shida hii inatokana kwa sababu gani? Wale watu ambao umejiunga nao kuabudu Mungu wako na shida. Hawafundishi watu mafundisho yale ambao wanafaa kufundishwa. Unajua, unaweza ingia mahali ukifikiri ya kwamba unafaa kuabudu, na kumbe umeenda kujiunga na kikundi cha wakora, watapeli, wale ambao wako na haja ya tumbo. Wenye wamefanya saa hii ukizungumzia mambo ya pesa unaonekana mwizi, kwa sababu kuna wakora wako na hiyo tamaa. So kila mtu anapoona wale wakora anachukua hata wale wengine ambao hawana nia kama hiyo, wanawekwa pamoja na wale wezi. Tunaabudu Mungu tukijua kwamba na vitu vyote ambavyo ametupatia. Mungu anapotupatia chakula tunamwabudu na hiyo chakula. Mungu anapotupatia pesa tunafaa kuabudu Mungu na hiyo pesa, kwa sababu mahali ambapo tunakuja kuabudu, mahali pale kuna gharama inahitajika. Hata kama palinunuliwa na pesa, bado kuna vitu vingine vinahitajika, kando na kodi, kando na maji, kando na stima. Kuna vitu vinahitajika, kuna viti pale vinahitajika. Kuna vitu ambavyo ndio maana Mungu anaambia Hagai, nyumba yake imeparara, imekuwa magofu matupu. Lakini nyumba za watu wanaoabudu pale ziko na kila kitu ya aina ya vitu. Unaona shida mahali imetokea? Yaani watu wanataka kuabudu Mungu, lakini zile vitu wamepewa na Mungu kumwabudu hawako tayari kuzitoa katika ibada ile, ili ibada ile ikawa na manukato, ibada ile ikawa na utukufu. Hapana. So utakapowaambia kwamba zile vitu ambavyo mliomba Mungu awapatie, Mungu mwenyewe anajua kwamba mnahitaji chakula, mnahitaji mavazi, mnahitaji nyumba. Na Mungu anakupatia fedha ulipe nyumba yako, ununue chakula kwa nyumba yako, ununue mavazi yako. Kwa nyumba yake wewe hautaki kuleta pesa ya chakula, kwa nyumba yake hautaki kuleta pesa ya kodi, lakini umeomba huyu Mungu akusaidie, umelipa ile nyumba ambayo unakaa. Lakini hii mahali ambapo mnakusanyika wapendwa, hii haikuhusu, inahusu viongozi na wale ambao wanaonekana kwamba ndio Mungu alitumia kuanzisha hiyo kazi. So wewe uko pale, kazi yako ni uambiwe kila kitu, lakini kwako hauambiwi. Mpendwa, ukweli ni huu. Tumefika mahali kama kuna mtu ambaye ataingia mahali pa kuabudu na hayuko tayari kwa gharama ya kuabudu, mtu yule hafai kukuja mahali pa kuabudu hapo. Atafute mahali ambapo hakuna gharama, aende pale akutane na wengine wenye hawana gharama kama yeye. Watafute kikundi chao, watengeneze, waabudu Mungu pale. Lakini mimi nakwambia ukweli, mtu yote ambaye ameamua kumfuata Mungu na haujui mahali ambapo naabudu, haujui hata kodi ya pale, haujui pale mahali umeme nalipwa aje, haujui ya kwamba maji nalipwa aje, haujui ya kwamba pale mahali pana masikini na yatima, wajane wako pale wanahitaji, haujali hiyo. Chenye unajali ni pesa kuingia kwa tumbo yako, wewe kiongozi mmoja. Lakini masikini wenye wako pale, viwete wenye wako pale, vilema, mayatima, hauwajali. Kila pesa napotolea kwa kanisa inaingia kwa tumbo yako. Mimi ndiye mchungaji, mimi ndiye mtumishi. Na hata wewe Mungu ameshakuneemesha, umepita, hauko katika hicho kiwango. Mungu amekupatia, kama ni vyakula uko navyo kwa nyumba vingi, kila kitu ambacho unahitaji kuabudu Mungu umepewa, lakini bado tena unakuja kuchukua vya wengine ambao bado wanahitaji. Kwa hivyo ambavyo vimetolewa unakuja tena kuiba, sio kuchukua, unakuja kuiba kwa jina wewe ni mtumishi. Upumbavu wa hali ya juu. So tumefika mahali pa kuabudu ya kwamba unapoabudu usiambie watu matoleo.
waambie Mungu anaenda kuwabariki, lakini anapowabariki zile baraka wasijaribu kuja kuabudu nazo Mungu. Hapo mnakosana. Huo ndio ukweli. Ndio unaona kanisa la siku ya leo limekuwa magofu matupu. Nyumba za watu zimekuwa nzuri kuliko mahali wanaabudia. Kwa sababu gani? Hawako tayari kuabudu Mungu na vile vitu wanapewa, lakini kwa kuitisha, kwa kuomba, watakesha wapate kazi. Lakini watakapopata hiyo kazi, matolea hiyo kazi kuleta kwa Mungu, hata kununua tu kiti moja ya kanisa ya shilingi 700 500, wale watu hawako tayari. Wanataka kanisa lisimame litangaze, sasa tunataka tununue viti 5, kila mtu atoe 200, kila mtu atoe 100. Lakini katika mahali pale kuna mtu ako na uwezo, amenunua kwake viti vya 1300, hata nusu milioni ya Kenya, mtu mmoja. Lakini hapa kwa kanisa kiti ya 700 anataka tena aambiwe na wengine, aweko pamoja na wengine wachangi. Upumbavu wa hali ya juu. Mimi nakwambia tu kweli, ukitaka kukosana na watu ambao wanaabudu siku ya leo, waambie waabudu Mungu na vile vitu ambao Mungu amewapatia. Ambia mtu hiyo gari ambao Mungu amekupatia, wacha tuweke mafuta ndani, tunataka kuenda na hiyo gari Bungoma kwa crusade, tunaenda huko conference ya Mungu kwa 1 week. Wewe tupatie hiyo gari. Wakati aliomba Mungu nipatie gari, nitakuabudu na hiyo gari. Saa hiyo huyo mtu hayuko tayari kwa hiyo gari. Hiyo gari ni ya kubeba makahaba, ni ya kutafuna matawi kwa hiyo gari. Hiyo gari imejaza kondomu pale na pombe. Lakini wakati aliomba, aliambia Mungu, nikipewa hii gari nitaitumia kwa kuabudu. Sasa hii gari kubeba miraa, kubeba pombe na kondomu, madawa za kulevya. Sasa hiyo ndio ibada yenye ulikuwa naomba? Hiyo ndio ibada yenye ulikuwa naomba upewe hiyo gari nayo? Chenye uliomba na chenye hii gari nafanya ni vitu tofauti. Mimi nakwambia watu wengi katika siku ya leo katika kanisa hawataki kuabudu Mungu na mali ambazo Mungu amewapatia. Ndio maana andiko limesema Mungu anataka yule ambaye anafanya kitu kwa moyo mkunjofu. Alafu kitu ingine, hii mambo ya matoleo, nimeangalia nikachunguza vizuri katika ulimwengu wa roho, nikapata mtu anapokuja kutoa, unaona hii jina mnasema kutoa, hiyo mtu anaona ya kwamba kutolea, kujeni tumtolee Mungu, hiyo ni statement ambayo haitajiki. Hiyo tunaongea tu kwa sababu tunataka tu kuongea tufurahishe watu, lakini hakuna mtu yeyote anaweza kutolea Mungu kitu. Tulikuja kwa hii dunia uchi na tuliletwa na Mungu tukiwa hivyo. Hii vitu yote tumepewa na yeye, lakini sasa inafika mahali tumtolee Mungu. Inamaanisha tumsaidie Mungu. Mungu amelemewa. Ndio unaona watu wa dunia wengine wanaanza kutafsiri mambo ya sadaka katika njia ya michezo ndani. Kwa sababu gani? Wanasikia hizo statement, tumtolee Mungu. Ni wakati wa kumtolea Mungu. Unatolea Mungu nini? Wewe unaweza saidia Mungu wewe? Ni wakati tunafaa tuwe tunatumia ya kwamba kuja turudishie Mungu. Tunamrejeshea Mungu vichache kwa vile vingi ambavyo ametupatia kwa kuabudu. Kwa sababu kama ni hiyo pesa amekupatia ukalipa nyumba yako, umelipa school fees yako, umenunua chakula, umenunua mavazi, umefanya hata wengine mmesaidia, hata makahaba wengine, hata mmesaidia hata mpango ya kando kwa hiyo pesa. So inapofika tu kwa kanisa sadaka, sasa tunahitaji tutoe, tununue speaker hapa, tununue microphone za kanisa, tunafaa kununua shamba ya kanisa. Sasa hapo inakuwa mgumu. Lakini kwa kahaba ulitoa na hata ukaongeza na hata ukauliza imetosha. Lakini hapa kwa kanisa haujawahi uliza. Ile pesa ambayo mlisema mnataka milioni 50, mnataka kununua hiki kiwanja, mmefikia wapi? Imepatikana? Hiyo hauulizi. Lakini kwa baa ukienda kukunywa, mkinunua kireti ya kwanza ikiisha unauliza mupewe ingine, tupewe. Ikiisha mmeridhika, hapana, leta ingine. Hiyo unaongeza. Hiyo ni kwa baa. Lakini tu kwa kanisa, bwana, hapo ni kama sasa unatolea shetani, hapo ni kama unaibiwa. Ani kwa baa hauibiwi. Mahali ambapo wenye wanakunywa hiyo pesa yako hawatawahi kusaidia. Lakini hapa kwa kanisa, mahali ambapo utakapokuwa na shida ndio unakimbilia. Sasa wachungaji mniwekee mkono, wachungaji mkuje mnisaidie hapa. Wakati umelemewa ndio unaonekana kwa kanisa. Wale wakati uko kwa baa nao unakunywa nao hawatakuja. Hiyo wakati wamemaliza shughuli yao, wamekuacha hapo. So jambo la matoleo limekuwa hatari katika kuabudu. Watu wengi hata wanataka hilo jambo litolewe.
Ani tuabudu Mungu, tusiambiwe kwamba kuna maji hapa tunafaa tulipe. Tuambiwe kwamba kuna kodi, kuna umeme, tuna maskini hapa, kuna wajane hapa tunafaa tusimame na hiyo tusiambiwe. Kitu yote ambayo tutaambiwa kwa kanisa ya kutoa pesa, hiyo hatutaki kusikia. Lakini tuambiwe Mungu anasema kuna watu wanaenda Amerika, kuna visa ambazo zimeshuka, tunafaa kuenda Amerika, kuna kazi kubwa, watu wanaenda kuwa matajiri, watu wanaenda kununua viwanja na kujenga, watu wanaenda kuwa na biashara zao. Haleluya, amen, amen, amen. Upumbavu hali ya juu. Hiyo ndio vitu tunataka kusikia. Lakini baada ya kuenda Amerika, kupata hiyo kazi, kuabudu Mungu imekushinda na vile vitu ambavyo Mungu amekupatia, imekushinda ukweli. Unapokuja kwa kanisa kutoa hata shilingi 200 unaibiwa, lakini kwa 5,000 hauibiwi. Kwa kanisa kutoa shilingi 2,000 tu, hiyo umefanya jambo kubwa, na hata tena ufai kusikia yako tena wakitaja sadaka pale. Lakini kutoa, kupatia mpango wa kando 10,000 kumlipia kodi yake ya nyumba, hiyo wewe peke yako mtu mmoja, na huyo mpango wa kando kuna watu wengine kama 5-7 wako pale juu yake wanafanya hivyo, hiyo haikusumbui. Lakini hapa kwa kanisa tunataka tuende kumsedi, tunatakana 50,000. Hiyo hauwezi toa 10,000, hauwezi kutoa 10,000 kwa sababu ya kurusedi. Lakini uko tayari kutoa 10,000 ukhongane upate kazi. Uko tayari kutoa 10,000 kwa sababu umeona msichana amejibeba. Unataka kuhakikisha kwamba unatoa pesa mpaka huyo msichana aingie kwa boksi yako. Wewe unaona hiyo maneno? Mambo ya matoleo bwana imekuwa shida. Watu hawataki kuongelea. That's why unaona wakati mwingine, wakati Ng'ang'a anaongea akisema umeenda umeshuka na 7,000, alafu kwa kanisa unakuja kutoa 100. Wewe ni mpumbavu kama kushuka kwako. Umekuwa mjinga kama hizo nywele zenye umeshuka. Alafu unaona kwamba huyu mtumishi, huyu mtu anatokana watu, haongei, haujaongoza na Mungu. Ni ukweli. Nimefuatilia nikapata ya kwamba hatukani watu, ni ukweli, kwa sababu hauwezi enda kushuka na 7,000 alafu kwa kanisa unakuja unatoa 150. Wewe ni mpumbavu kama zile nywele zenye umeshuka, mjinga kama mawazo yako hayo. Huo ndio ukweli. Pako rudi kwa akili. Mungu aliita watu wapumbavu, wajinga nyinyi, rudini katika akili. Mnatoaje shilingi 5,000 mwisho wa mwezi kwa chama ya matanga, ili mkikufa mupewe jeneza na mupewe gari? Kwa kanisa, mahali ambapo nataka uzima wako upatikane, mahali ambapo hiyo shilingi 5,000 umeomba kanisa ndio imekusaidia, ambao ni Mungu kapata, unakuja kutoa shilingi 200. Unaona upumbavu? Unaona upumbavu ya hali ya juu. Na tukikueleza unaruka. Watumishi hawa siku ya leo hawataki watu wakikuja kwa kanisa wanawasomea, hawataki watu wenye wanakuja kwa kanisa tu lakini hawatoi. Wewe kwako unakaa hapo mahali kwa sababu hautoi. Na hata kama ulinunua ukajenga, sio ulinunua pesa hapo mahali ndio maana huko. Hiyo nyumba ambayo umekodisha utakaa hapo miezi 2-3 kama ulipi, landlord atakukubali. Kwa kanisa ndio umeona nani, kuna mtu nani umeajiri pale mwenye anakutolea kodi kwa kanisa. Na unaabudu hapo. Haujali mambo ya kanisa, kodi, hautaki kujali kitu yote kwa kanisa. Wewe ukuje tu uabudu alafu waambiwe rudi kwa nyumba. Unapoambiwa kutoa ni kuenda kubweka huko nje vile kanisa limeharibika. Kaa kwako. Kama mambo ya kuabudu imekushinda, hauelewi mambo ya kuabudu Mungu, mpendo, hakuna mtu huwa anakuja kukutoa kwako, baki kwako. Wacha tukue watu 2-3 wenye tunajua kanisa ni nini, tukusanyike na kila mtu akajitoe bila kulazimishwa, bila kufuatiliwa. Akajitoe tuabudu Mungu, kama ni kulipa kodi tulipe bila kulazimishwa na kufuatiliwa na kanisa na wazee wa kanisa na viongozi kila siku kwa madhabahu. Toweni pesa, toweni pesa, toweni pesa kama uendazimu. Na hiyo pesa mahali tunaambiwa tutoe, hapo ndo tunakuja tulilie Mungu. Tunalia mpaka tunatoka na makamasi, wengine mpaka hata damu karibu itoke. Tunahitaji Mungu atubariki. Atakapotubariki tena hatuko tayari kusimama na ile kitu ambayo tunaambia Mungu tutasimama naye. Tunangoja kila siku tukue tunakumbushwa kanisa linaenda kufungwa. Hii kanisa maji imeisha, hii kanisa hakuna chakula. Na kwako chakula iko mpaka umetoka, ingine hata umekula na hata ingine umemwaga. Kwa kanisa yenyewe hakuna chakula, hata watoto wakilia pale nje hakuna kitu wanaweza pewa. Kwa shule za kawaida hizi watoto wanapolia wanapewa vyakula. Unalipia mpaka chakula kwa shule. Kwa kanisa huwezi toa hata pesa ya chakula. Baada ya ibada mkusanyika hapo watu, mkae vikundi, mkule hapo, muongee hapo mambo ya Mungu, mrudi kwa nyumba. Hata mkua na nyama choma. Hii nyama choma ni ya walevi na wezi ndio watakuwa wanakula. Sisi watu wa kanisa
baada ya ibada hatuwezi choma pale nyama tu na tufurahi nayo. Tumaachia tu walevi ndio wanatumia kwa baa. Kwa sababu gani? Hatuko tayari kuabudu Mungu na vitu ambavyo ametupatia. Tuko kwa michezo, na tunapoambiwa ya kwamba hizi vitu zinahitajika mahali ambapo tunaishi, tunajua vinahitajika. Katika maisha tunajua hizi vitu hakuna mtu anakuja kwa kanisa na hajui ya kwamba kuna mahitaji yanahitajika kwa kanisa, ila tu ni kujipombaza na upate watumishi wajinga kama wewe ambao watakupombaza zaidi, kukuambia kwamba hii ni mambo ya roho. Mambo ya roho tunakuambia kulipa kodi, lakini mambo yako ya nyumbani ambao unasemekana ambao sio ya roho, hiyo haukumbushwi. Ukipata watumishi wajinga watakupombaza, watakuroga mbaya sana. Mimi nakwambia ukweli. Ukienda tu mahali pa kuabudu na upate watumishi wajinga wenye hawajaitwa na Mungu, watakutafutia mistari ambazo zitakufariji katika dhambi na mpendo utaangamia. Unafaa ujue ile kanisa unaenda. Unafaa ujue unaabudu na wakina nani. Kuna watu ambao utaabudu nao ukifikiri ya kwamba uko salama na kumbe unapotoshwa. Kanisa ambalo watu wanakusanyika hawakuelezi vile ile kanisa linalipo. Wewe unafika tu pale na kuabudu na kuenda. Miaka 5 kwa kanisa, haujawahi jua hata rent ya kanisa mahali unabudu. Haujawahi jua hii kanisa kwa mwezi mahitaji yake ni ngapi. Na kwako unajua. Gharama ya shule ya mtoto wako unajua. Kwa kazi unajua kila kitu ambacho hiyo rent ya hiyo kibanda yako unajua. Alafu kwa kanisa umewaachia nani? Nani umeajiri kukufanyia hiyo kazi? Ule mtu umeajiri. Kama hapo kweli unasema Mungu hapo ndiye anakusaidia na hiyo vitu yote umepata kutoka pale. Nani umeajiri kwa kanisa kuwa na kukumbusha kila mwezi unafaa kutoa rent? Baki kwako. Mimi ni sahihi naambia watu, kama mmechoka na kuabudu, mnafikiri kukuja kuabudu mnasaidia Mungu na mnakuja kumtolea, basi bakini kwenu. Wacha wenye wameamua kurudisha kwa Mungu kwa vile vichache ambao Mungu amewapatia, wameamua kurudisha kwa Mungu, kurejesha, sio kutolea Mungu. Neno la kutolea Mungu wachana nalo, ni upumbavu, sio neno la Mungu hilo. Neno tunaambia tu watu kwa sababu tunataka watu wasikie tu ndio watoe. Ndio maana nasikia mpaka unaimbiwa nyimbo, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe, Bwana anakuona mpaka mfukoni mwako. Sasa unakuja kutoa chenye uko nacho. Yaani hautoi hata ukiongozwa, hautoi kwa moyo mkunjufu. Wengine wamelazimishwa. Ndio maana nakwambia kama bado wewe unatoa fungu la 10, uko bado hapa uko na shida. My friend. Kama uliambiwa bado fungu la 10 lilikuwa la wana wa Israeli, my friend, iliisha. Zaidi sasa hivi hatutoi fungu la 10. Sasa hii Mungu tunaongozwa na Mungu na anatuambia cha kutoa. Na hatutoi tukiambia watu ati wewe toa 500, mwingine toa 200, toa 600. Watu wote hawalingani. Ukienda mahali ambapo mnaambiwa kutoa kwa kanisa matoleo ambayo yanatoshana, hapo mahali kuna shida. Mimi nakwambia ukweli. Hapo mahali kwa hiyo kanisa kila mtu anakaa katika nyumba ambayo inatoshana. Kila mtu ako katika kazi ambayo iko na mshahara unatoshana. Mimi nakwambia ukweli. Ukifika mahali kwa kanisa, badala wa kuambie enda Mungu akuongoze vile unafaa kuhusika kwa hili jambo, Mungu mwenyewe atakuongoza. Kama ni kitu ambayo vitu vinatakana kwa kanisa, Mungu anaanza kuambia hata wewe mtu mmoja nunua hizo vitu weka hapo. Mwingine nunua speaker weka pale, mwingine nunua madhabahu weka pale. Shamba, kwa nini shamba mtu mmoja ananuanga shamba milioni 5? Milioni 15, ani kwa kanisa pulpit ya 100,000. Ni kitu pia ya kuchanga. Ni kitu ya kuchanga wapenda, na kuna hapo watu wamenunua shamba ya 16 million. Mtu amenunua gari ya 10 million hapo. Pulpit ya 50,000. Tunachanga wapendwa. Upumbavu. My friend, unapoabudu Mungu, Mungu atakuwa anakuambia cha kufanya. Ukiingia kwa kanisa hilo, Mungu anakuambia hapa mahali vitambaa vinahitajika. Hii bulb imeisha, weka bulb nyingine. Hii rangi imeisha, tupake. Mungu anakuambia, unaenda unanunua rangi, unakuja unapaka. Hiyo ndio kanisa. Microphone zimeisha. Hii keyboard yenye tunatumia sasa, hii inaenda ikiisha, tafuta keyboard nyingine. Mungu anakuambia wewe na anakupatia hizo fedha, unaenda unaleta keyboard unaweka hapo. Hiyo ndio kanisa sasa. Lakini kanisa kila kitu wapendwa, ni shida. Mimi nakwambia hapo ni shida. Hapo watu wenye wako hapo hawako na haja na Mungu, wako haja na mali. Because sioni kama vile Mungu naweza omba anipatie vitu, anakaponipatia vitu za kumwabudu naye, tena huyo Mungu aanze kunibembeleza,
mpendwa, ni wakati wa kutoa, mwizi wa mwezi imeisha, hii kanisa najua tuko na deni, tafadhali tunawasihi mtowe ili tulipe deni tumalize. Wapendwa, upumbavu wa hali ya juu. Huu ni ujinga wa hali ya juu kiasi gani? Muda ambao tungetumia kuabudu ndio muda tunabembelezea watu ambao Mungu amewapatia hizo pesa watoe. Wanatoa kwa vyama, wanatoa kwa shule, wanatoa kwa baa, wanatoa kwa chakula wakule. Hao ndio watu tunakuja kubembelezea wakati wa matoleo hapa. Wapendwa, unajua hii mwezi hatujaenda mzuri. Mimi nakwambia kuna wakati nafika tutabaki tu watu wawili watatu kwa jengo. Hata kama ile jengo litalipa 50,000 tutalipa, kwa sababu Mungu wetu ambao tunaabudu atatupatia huo uwezo wa hizo fedha na tutalipa watatu. Ni heri tukue watu watatu. Ndio maana mimi nimekwambia juzi, nimekaa chini nikaangalia kwa nini Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa tu watu watatu na rafiki yao mmoja Danieli, wakaamua kuweka serikali chini. Watu watatu hawa, bila maji ya chumvi, bila tear gas, bila rungu na mawe, bila aina yote ya sarakasi, serikali iliwekwa chini na hawa watu wengi, kwa sababu wanajua kinyo wanafanya. Hakuna mtu alisaliti mwingine pale. Waliamua wakasema hivi ndio inakuwa na hakuna njia nyingine. Ndio maana walikuwa wanahitajika kule wakuwe waine. Kweli bwana, hii kazi ya Mungu hii haihitaji watu wengi. Kama hujaamua baki tu kwako. Mimi sioni vile mtu anaamua tu ananunua gari ya milioni 5, ananunua shamba, anajenga, anamaliza, alafu kwa kanisa huyo ndio mtu tunabembeleza mambo ya matoleo. Huyo ndio mtu tunasema mpendwa, tolea Mungu, tolea Mungu. Sioni kama huyu mtu amekuja kuabudu. Huyo mtu ajui mambo ya ibada. Arudi tu akae kwake. Statement tumtolee Mungu hakuna, tuachane nazo. Kuja kwa kanisa ukijua kwamba unarejesha kwa Mungu. Kitu gani unamtolea sasa unasaidia Mungu hapo? Ndio maana hata walevi na waganga na wachawi wanaona kwamba Mungu anasaidiwa. Wewe unaweza saidia Mungu wewe? Ukweli unaweza saidia Mungu? Huo ndio ukweli. Unaweza saidia Mungu? Kwa sababu gani? Mambo ya matoleo imekuwa shida. Mtu ako tayari kutoa kwa vitu zake. Mimi nauliza, mtu ananunuaje kweli shamba tu milioni 16 mmoja? Gari unasikia 10 milioni amenunua. Unasikia mtu anaendesha biashara peke yake mmoja, amefungua branch kama 5 6, zote zina run na kuna wafanyakazi kama 60. Alafu ndio mtu mnakuja kubembeleza mahali ambapo pa kuabudu, mkimsihi tafadhali mpendwa, tunakuomba tumekuwa hapa na changamoto ya hii na hii. Mtu kama huyo mimi nakwambia asikuje mahali pa kuabudu, awachane nayo, because huyu ni mtu ni kama anakuja kusaidia Mungu, na hakuna yote aliyesaidia Mungu bwana akafaulu. Wachane nayo. Unajua wapendwa, hii mambo ya kuabudu kwa nini imeingia na madharau? Ni kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu. Mimi nakwambia ukosefu wa nidhamu upande wa kuabudu ndio umekosekana, kwa sababu watu wamejificha kwa roho. Kila kitu roho, kila kitu roho. Kuna mambo ya roho ambayo ni Mungu anayatenda katika roho, kuna mambo ya mwili ambayo Mungu anayatenda katika mwili. Sasa hii renti utaenda kulipa katika roho. Renti utapewa pesa uende ulipe kwa sababu inahitajika, na Mungu ndiye amekuleta katika hii dunia akakuweka kwa hiyo kanisa hapo, akajua kwamba hiyo kanisa inafaa kulipwa. Siku ya leo unasikia mtu amekopa pesa ya mtu, tuko na rent ya landlord, unasikia wapumbavu wajinga tunaanza kuomba Mungu apumbaze hiyo landlord asahau mpaka hiyo pesa ya hiyo rent. Mtu ulienda kwake kukopa pesa, unaanza kuomba ati Mungu apumbaze huyo mtu hiyo deni asahau. Huyu mtu alikuwa anakukopesha akisema kwamba atakupatia, alafu wewe uende uombe asahau hiyo deni. Ulimwambia hivi wakati wa kukopa? Sasa unapata watumishi wengine wapumbavu wameita watu katika ibada, wamekusanya watu tuombe madeni zetu zote, Mungu anaenda kufuta. Anaenda kufuta aje? Kama ule mtu Mungu alimpatia hiyo pesa kukopesha, na wewe mwenyewe ndio ulimuendea ukapata ukafanya shughuli yako ukamaliza. Sasa unataka tuna mtu akukujie, mpendwa, unajua hiyo pesa yenye nilikukopesha, sasa nataka mpendwa. Ukienda mahali kukopa pesa na ule mtu ulikopa kwake anakuja kukudai, wewe sio mtu mwaminifu. Mimi nakwambia ukweli, hata kama wewe ni nani, sio mtu mwaminifu.
Vile ulivyoenda wewe mwenyewe ukaenda kukopa pesa na ukapeana machache vile utalipa, usingojee mtu yule tena kukuja kwako kukuambia unahitaji kulipa hiyo pesa. Usingoje. Mimi nakwambia ukweli. Huyo mtu atakapokuja inamaanisha wewe sio mtu mwaminifu, wewe ni mkora. Tutaenda kuabudu Mungu na vitu ambavyo ametupatia. Na kama uko tayari kuabudu Mungu na vitu ambavyo umepewa na yeye, basi jiondoe katika hiyo ibada. Tafuta wengine wenye wako na roho kama hiyo yako, wenye hawako tayari kuabudu Mungu na vitu vyenye wamepewa na Mungu. Mujikusanye, jitengenezeni kikundi yenyewe ya wakora, kikundi ya wakora. Sio watu ni watu wa ukweli pale. Mimi nakwambia ukweli, jiundieni kikundi yenyewe ya wakora yenye hamuko tayari kuabudu Mungu na gharama zenye amewapatia. Kwanza hizo vitu zenyewe mmepewa na Mungu za bure. Sasa kazi tu ni wewe kuleta. Vile unalipeanga pale, unapelekanga pale kwa agent. Vile unapelekanga pale kwa shule. Sasa kuleta hapa kwa kanisa pia ni shida. Wakati unapeleka kwa shule au lalamiki. Lakini kwa kanisa wananiibia. Siku hizi kanisa imekuwa ni pesa, ni pesa, ni pesa. Pesa inahitajika because hiyo Mungu ndiye alisema tutaitumia hiyo pesa kufanya kazi yake, na yeye ndiye analeta hiyo pesa. So kama unataka kufanya kazi ya Mungu without pesa, ondoka, na hata wewe katika hii dunia toka. Tafuta mahali nyingine penye utaishi kufanya kazi hii ya Mungu pamoja na maisha yako bila pesa. Toka kwa hii dunia. Paulo akaambia watu, kama nyinyi hamtaki mambo ya dhambi katika hii dunia, mujiondoe. Kama hutaki kuona walevi, hutaki kuona washarati na waganga, njia tu rahisi wewe kufa. Toka katika hii dunia. Hautakutana tena na wezi, hautakutana na washarati. Lakini mradi kwa katika hii dunia, hao watu watakuwa mpaka siku ya mwisho watakuwa. Wewe tu ni kwa kazi yako kuhakikisha ya kwamba umejitengeneza na unakaa katika njia ya Mungu vile umefundishwa. Lakini mambo mengine ya kutaka kuabudu Mungu, ikifika mwisho wa mwezi pesa itoke mbinguni ya kulipa kanisa, lakini ya kulipa nyumba yako ni ile umepewa kwa kazi na umekuwa mwaminifu, umelipa pale. Ya biashara yako ilipe nyumba yako, lakini ya Mungu kanisa itoke mbinguni, ikuwe kama maana inaanguka hivi, watu wanakuja wanachota wanapeana bure. Ani watu wengi kweli nimekuja kugundua bwana, wamekuwa na shida ya kuabudu na Mungu na mali ambazo anawapatia. Lakini wakati wa kuomba, wapendwa, wakati tunaomba Mungu tusaidie, Mungu nisaidie, nitakuabudu na vitu zenye utanipatia, wacha upokee zile vitu. Hakuna kuabudu tena na hizo vitu. Unapokuja kuabudu nafikiri kuna mtu anakuibia. Hata ukinunua spika moja kwa kanisa unakuwa msumbufu kabisa. Mungu akikutumia hata ununue tu gari ya kanisa, utakuwa msumbufu wa hali ya juu. Lakini wakati uliomba ulisema hiyo gari itatumika kwa hiyo kazi ya injili. Saa hii hata wakikuambia hiyo gari iende injili, hauko tayari. Lakini wakati ulikuwa unaomba, unasema niliomba na kesha nipate hizi vitu. Zikiingia kwa mikono yako tena hautaki tena mtu akukumbusha tu uliomba, unaweza uwa mtu. Watu wangapi hata kwa kanisa wameenda wakaambiwa wachungaji na kanisa, mtuombe tupate vitu fulani, tupate kazi, tupate ndoa. Wakati wamepata hiyo ndoa, sasa alikuja hapo mwezi mmoja miezi mbili akawachana na kanisa, akaenda kwa shughuli nyingine. Ako busy na kazi, anasema ako busy na kazi. Lakini wakati alihitaji mke ama mume ya bwana, hata kufunga, kuenda kwa prayer center, kutoa sadaka za nyala, aliambiwa na wakora wakatoa ndio apewe mume, zote alitoa. Lakini wakati amepata tena hakuna kuabudu tena. Mimi nataka nikwambie na nataka ni advise watumishi. Kama Mungu amekupatia utumishi na wewe ni kiongozi mahali, lea watu wale katika ile njia ambayo inastahili. Fundisha watu ukweli, wacha tu watoroke mbaki wawili watatu, lakini fundisha watu ukweli. Mtu atakaye kuja kuingia kwa lile lango mahali ambapo anaabudu na hataki kujua gharama ya hapo mahali, muambie arudi mahali ametokea, aende akae pale. Ile siku atakuwa tayari kwa hiyo gharama, basi akuje. Na unajua hii ndiyo imefanya hata watu wengi wakaanza kutumia ukora kwa injili. Wakaanza kuambia kwamba toa sadaka, sijui dedication ya una dedicate paka kitanda, ukinunua mpaka hata kofia dedicate, mtoto akizaliwa dedicate, ukinunua simu dedicate. Hii vitu yote hawa watu wamefanya hivyo kwa sababu watu wenye wako pale hawako tayari kwa kutoa. Sasa wanakuja na hiyo njia, sijui sadaka ya nini, sijui sadaka ya nini, sijui sadaka ya uchungu, sijui sadaka ya kuinuliwa, sijui sadaka ya kuenda ng'ambo, sijui sadaka ya kulinda mali yako. Hii vitu yote ni ukora
hao watu wameamua kuja na hii mbinu kwa sababu wenye wako pale wamekataa kuabudu Mungu na vitu ambavyo Mungu amewapatia. Sasa imebidi wenye wako pale watumie hiyo mbinu ili wakaibe vitu kutoka katika hawa watu ambao sio mbinu sahihi. Sio mbinu sahihi. Mpendwa, mimi nakwambia kama wewe ni mtumishi mahali, kama utakuwa na abudu na watu ambao wamekaa katika wokovu zaidi ya miaka 2-3, lakini bado unaendelea kuwakumbusha mahitaji ya kanisa, uko na kikundi cha majambazi, uko na wakora. Mimi nakwambia ukweli, uko na wakora na wezi. Mpendwa, fundisho ukiingia kwa wokovu, fundisho wokovu mwaka ya kwanza, mwaka ya pili bwana, wewe ukuwe mtu umesonga mbele katika viwango vya hali ya juu katika roho. Ikifika miaka ya 3, wewe sio mtu unangoja kuambiwa, wewe ni mtu wa kutenda. Wenye kuambiwa ni hao wachanga, wacha hao wachanga wenye wameingia kwa wokovu miaka 2, mwaka 1, hii miezi 6, miezi 8. Hao ndio tuambiwe hao. Lakini mimi mwenye nimekaa kwa wokovu miaka 15 pia nasikia aibu ukiniambia ati kuna kodi nafaa kulipa. Naona ni kama unanitukana. Nikisikia unaniambia ati hapa mahali kuna stima nafaa tulipe, mimi naona hapo ni kama unanitukana. Mimi naona ni kama mmenidharau ya kwamba nimekuja kuabudu Mungu lakini sijui chenye nimekuja kuabudu. Nimekuja kuabudu Mungu lakini mimi ni mkonogamu, mimi ni mjeuri, mimi ni mtu mfedhuli muasi. Hiyo ndio kitu mimi naona ukiniambia ya kwamba kuna kitu tunafaa nifanye kwa kanisa. Mimi nakwambia tu kweli. Miaka 15, miaka 10 kwa wokovu. Wewe fikiri mtu ameenda amesomea kosi miaka 10. Wewe mtu anafaa kuwa kiasi gani? Kama ni kazi mtu amefanya miaka 10, ako na experience ya miaka 10. Wewe unafikiri huyo mtu anafanyanga hiyo kazi katika njia gani? Hata makosa haipatikani kwa hiyo kazi. Hiyo tu ni kazi. Lakini hapa kwa Mungu miaka 10, miaka 15, miaka 20 bado makosa. Kuambiwa toa ndugu, toa dada, toa chenye uko nacho, Mungu atakubariki. Unaingia tu kwa mfuko, unaanza kutoa tu 150, hiyo ndio nimeamua, hiyo ndio niko nayo. Mkosa amekwambia toa yenye uko nayo. Toa vile unataka. Mambo ya matoleo bwana, tafadhali wacha tuabudu Mungu tukimheshimu. Mungu hawezi kukupatia pesa milioni 50 ununue shamba, alafu katika nyumba yake unaleta shilingi 2,000, 3,000. Na amekupatia milioni 5, umenunua gari pale umesimamisha mpya. Alafu kwa kanisa yake ndio unakuja na 1,000. Na hiyo 1,000 unaona umesaidia sana, umetoa pesa mingi. Kwa sababu unatoa ukiangalia wengine, wale wamefanya nini. Mungu amesema tusitoe kwa kuangalia wengine, kwa kulazimishwa. Tusitoe kwa sababu tumeambiwa tu. Paka wengine tunawatafutia majina mazuri. Yaani unasifu mtu, utumie jina. Ati wakati wa matoleo unapata mtu mwenye anasimama kwa sababu ya hiyo kipindi, anafaa atumie lugha mzuri ndio watu watoe. Ukiwaambia kwamba kama mtaki kutoa muache, wale watu watanarudi na hizo pesa. Hiyo upumbavu imeisha. Kuna shule ambayo Mungu anafungua ingine. My friend, hiyo shule ni ya kuabudu Mungu. Ukiingia pale kama hautakuwa tayari kwa gharama za kuabudu Mungu, enda mahali penye wajinga kama we wako, kaeni pale, endeleeni pale na ujinga yenu. Lakini katika hii shule ukiingia ndani, kwanza utakuwa unaambiwa gharama ya mahali hapa pa kuabudu na unafaa kuhusika. Kama hautaki kuhusika, wewe kazi yako tu ni kuabudu. Unangoja mtu akufe, unangoja kitu itendeke kwa kanisa ndio tena ukuje waambiwe ndio usimame pale uanze kuonekana unataka kufanya vitu watu wakuone. Hiyo upumbavu, tafuta mali nyingine. Watumishi wengi ambao mmekuwa na uoga ya kuambia watu mambo ya matoleo, mimi ninakwambia ukweli, fundisheni watu ya kwamba mahali ambapo wanaabudu kuna gharama, na hiyo gharama ni juu ya hawa watu. Hakuna wazungu, kwa sababu watu wengi wamekuwa wapumbavu wa kuabudu, wanataka misaada za wazungu. Mimi niabudu mzungu akuja nilipie rent, mimi naabudu mzungu akuja ninunulie chakula. Wewe uone kama ni upumbavu? Kwa sababu kuna watu wamerogwa, hawako tayari kuabudu Mungu na vitu zenye wamepewa na Mungu. Ndio maana hata wazungu wanakuwa na mali kutuliko. Kwa sababu gani? Wakati Mungu anawapea hizi vitu, wanakuwa tayari kutoa. Mzungu mtu hawezi kutoa pesa lanja lipie watu 50. Mtu hatalipa hoteli ya watumishi atumie shilingi 1,000,000 amelipa. Kulikuwa na mkutano mahali wa Injili, watumishi wameenda kwa hoteli, mtumishi mmoja amelipa 1,000,000, Mungu amwache. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Ukipanda vidogo utapata vidogo, ukipata vingi utapanda vingi. Sikwambii ndio upande. Usianze kutoa kwa mabishano ati nimeambiwa nipande vingi nipate vingi. Uko na tamaa ya vitu. Hatutoi kwa sababu ya tamaa,
Tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kuabudu Mungu bila lawama yoyote. Ndio maana siku ya leo hata kwa kanisa, mtu anapoenda kwa kanisa, hata kama kuna kazi na iko pale, mtu anakuambia kwamba kama ni kazi ya kanisa mimi sitafanya because hakuna kulipwa. Kanisa limeshindwa hata kulipa mtu shilingi 5,000. Kanisa linapoita mtu anapowafanyia kazi, wakimaliza wanaanza kumzungusha. Ngoja sijui mzee wa kanisa akuje, ngoja sijui chairman, ngoja secretary, pasa leo hajakuja. Ulifanya kazi wakati walikuita, hawakukuambia kwamba hao watu ndio watakuja wa approve ulipwe. Hawakukuambia hivyo, walikwambia baada ya kazi utalipwa. Sasa umemaliza kazi unazungushwa. Ndio maana siku ya leo hata watu wengi hawataki kazi za kanisa. Kanisa kazi zake watu hawataki kwa sababu kani ukora. Ukimaliza kufanya unaanza kuzungushwa. Ndio maana watu walikuja wakadharau kazi ya kanisa. Ndio maana ukienda mahali ufanye kazi na ukose kulipwa, wanaambia kwamba hiyo kazi nilifanyia kanisa, kwa sababu kwa kanisa ndio kuna hiyo vitu. Hii madharau ya watu kuona kanisa ni masikini ni watu wenyewe walio katika hiyo kanisa ndio wamefanya ikaonekana kwamba kanisa ni kitu bure. Unajua mtu anatoka kwa kanisa ametoa shilingi 200 alafu anapita na familia yake kwa hoteli mahali kukula chips na kuku na analipa shilingi 4,000. Wapenda bwana, kweli kama mtaki Mungu muache, kaeni katika nyumba zenyu bwana. Mimi nakwambia kuna shule inafunguliwa, kuna watu ambao wanaenda kukua zaidi ya maisha. Hautaingia hapo mahali pa kuabudu. Shule kama unaenda pale, hata wengine mnalipia school fees na mtoto hajaanza kusoma. Kuna vitu zingine tunaendanga tunalipia hata kama hatujapata, unaambia kwamba lipa kwanza. Na hujaona na unalipa bila kukataa. Ndio hizo vitu zikuje, uangalie. Ndio maana hapo mahali watu wanaheshimu. Lakini kwa kanisa madharau imejaa na kiburi na uasi. Kwa sababu gani? Kanisa limekosa nidhamu. So kuna kanisa ambalo Mungu anatengeneza litakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Ukiingia pale kwanza, kama uko tayari kwa hiyo gharama, ondoka, tafuta mahali nyingine. Kama utaenda kwa hiyo kanisa na hauko tayari kwa nidhamu ya hali ya juu, vile vitu ambavyo haufanyi kwa kazi yako, haufanyi kwa biashara yako, haufanyi kwa shule, hautafanya kwa kanisa. Lakini siku ya leo madharau imejaa kwa kanisa. Ndio mtu anafikiria kwamba anapotoa sadaka kwa kanisa anatolea mapasta ndio wanakula. My friend, kuna mapasta hata hawana haja hata shilingi 1 hawajakula ya hiyo ambayo wewe unatoa. Hiyo pesa yote inatumika hapa kwa kanisa na kusaidia wenye hawajiwezi. Maybe upatane na wale wakora, wale wezi wenye wamepewa vitu na Mungu lakini bado ikiingia wanaingiza kwa mfuko yao. Nachukia sana kusikia mtu kusimama kwa madhabahu na kusema kwamba tunafaa tutolee pasa chakula. Kama mtaki bwana, kama mjui chenye kiliwaleta kuabudu, wachane na hiyo pubafu. Unapata kanisa mzima watu wamesimama wanachanga unga. Wenye atatoa unga, mimi natoa. Sasa mbele ya kanisa mzima watu wamejaa. Mimi nitatoa sukari kilo 2. Mimi nitatoa unga ya chapati. Hiyo muda siko nayo mahali naabudu. Peleka ujinga kwa shetani bwana. Muda ambao tungeshatumia mwinjilisti mtume nabii ameshakuja ametuhubiria injili, amehubiria wezi na amehubiria makahaba, amehubiria michupuko, amehubiria watu wa magendo, ndio tunatumia unga nitatoa kilo 2. Dakika 50 zote zinaisha kwa kuchanga chakula ya mchungaji. Mchungaji kama uko na watu kama hao kwa kanisa, na hiyo ndio muda unatumia pale, wacha nikwambie kuanzia siku ya leo wachana hiyo upumbavu. Mimi nakuonya kwa jina la Yesu. Wachana hiyo upumbavu. Watu wanakaa wanao wakikuchangia pesa wewe ya kuingia kwa tumbo yako. Na tena uko na kazi unafanya na unapata mapato. Mungu amekupatia hata uwezo ya kukula. Baada ya pesa kutolewa, chakula inaingia kwa mfuko yako. Na hapa kuna masikini pale, kuna wajane pale na mayatima hawajapata. Bado unasema ati mtaongezewa. Unaanza kutumia mistari. Wenye wako navyo Mungu alisema wataongezewa. Kumbe ni kuibia watu. Unakuja na mistari na ufunuo za kuibia watu. Ukipata wajinga kama wewe umewaibia. Hautafanya vitu kama hizo mahali niko mimi. So nakuambia siku ya leo, andika chini. Tunaingia kwa kilasi nyingine ya kuabudu Mungu ambayo hautaingia ndani ya hiyo kilasi kama haujui gharama ambayo inahitajika pale. Hautaingia. Hatunakuja tunaabudu alafu unaenda. Hautaki kujua chochote. Alafu nasema hii ni kanisa yetu. Huyu ndio mchungaji wetu. Hapa ndio mahali tunakujanga kuabudu. Unajua hata kanisa yetu imenunua gari, kanisa yetu siku hizi tumenunua shamba. Umechangia nini kwa hiyo shamba? Kwa hiyo gari umechangia nini?
Kazi yako tu ni kushuhudia, kazi yako tu ni kushuhudia. Wewe umechangia nini hapo? Unapoambiwa unasema huyo mtumishi ameongea kwa kiburi, huyo mtumishi zako na mali ndio maana anaongea hivyo, ili kuzuia ukweli. Mimi hiyo vitu bwana iweze kunitisha my friend. Unajua kuna watu wanatafutanga majina fulani kuzuia ukweli. Mtu anakuambia anajua ameongea kwa sababu hakuna pesa. Ameongea kwa sababu yako na uwezo. Anaongea kwa sababu yeye ndiye alifanya hivi. Sasa unajua wanataka watoe hizo statement wa kuzuie ili ukweli usiwafikie. Hiyo vitu tafuteni mahali nyingine. Hiyo vitu haiwezi kunisumbua mimi. Mimi lazima nikwambie ukweli kwa sababu hiyo ndio kazi niliitiwa. So nataka nikwambie kuabudu Mungu kuna gharama katika mwili. Na ile gharama ambayo inahitajika katika kuabudu Mungu katika mwili, tayari huyo Mungu ameshakupea wewe. So kazi yako ni kuhakikisha kwamba umeiakilisha hiyo gharama ili wewe na mimi na mwingine tulete pamoja. Hii kazi ya Mungu isifanyike ikionekana ya kwamba ni upumbavu. Nimekuambia katika mahali ambapo tunaabudu, kama unaabudu mahali ambapo kuna shida chakula, Mungu anasema kusikosekana chakula. Hii my friend, tunafaa tukule matoke bwana. Tunafaa tukule fish kwa kanisa my friend. Tunapopata neno kama hili na tena baada ya neno tunateremsha na soda na samaki fry bwana. Wanafikiri tu bwana hizi vitu zitafanyika tu kwa waganga peke yao na kwa walevi ndio wanafurahia hizi vitu na washerati kwa ba. Ai bwana, wacha neno hiyo michezo bwana. Wacha tuabudu Mungu. Na wewe ambao unakuja kuabudu Mungu, kama unasema umeokoka na Mungu amekutuma hapo mahali, wacha kungojea kanisa likuwe linakupatia mwelekeo kila siku cha kufanya bwana. Fanya, kuna vitu Mungu anataka hata ufanye bila kanisa bwana. So kama betu za microphone zenye zimeisha hizi, wewe kwenda kununua tena unangoja mtu wa vyombo akuje aseme atebeka betu zimeisha bwana. Wacha bwana. Na Mungu amekupatia uwezo. Betu za shilingi 1000 hizi. Ukienda ununue betu na ulete hapo, umefanya dhambi gani? My friend. Vitambaa za kanisa zenye zimekuwa chafu. Kupanga kukuja kusafisha. Tena unahitaji kanisa ikwambie. Umeona madhabahu ambao tumekaa nayo muda wa miaka 6. Tunahitaji madhabahu nyingine. Kama wewe kwako umebadilisha vitu sijui mara 3 kwa mwaka. Sasa hapa kwa kanisa hii madhabahu imekaa hapa miaka yote 20. Na uko hapo Mungu amekupatia uwezo. Ndio ununue madhabahu leta hapa bwana. Wacha kungojea kila kitu ukue unaelekezwa kwa kanisa. Abudu Mungu na vitu amekupatia. Kama utake kuabudu Mungu na vitu amekupatia, wacha kuomba hata hizo vitu, wachana nazo. Wacha kulilia Mungu na kukesha kwa Mungu na kufunga na kwenda katika milima upate vitu, na baada ya kupata hizo vitu hautaki kutumia kwa Mungu, unataka kutumia na wakora. Wachana na mambo ya kukumba hiyo maneno. So namalizia ujumbe wangu nikisema ya kwamba mtu yoyote ambaye anataka kuabudu Mungu na anakataa gharama ya kuabudu asikuje mahali pa kuabudu. Siku ya leo mtumishi, kiongozi wa kanisa yote ambaye ujumbe unakufikia, ukiwa na mtu ambaye anakuja tu kwa kanisa, atakuwa anakuja tu kuabudu kama ni ushirika na anatoka anaenda, anapata kanisa lilikuwa limejengwa, kila kitu iko hapa, vyombo vilishanunuliwa. Sasa anaonanga hapa hakuna kitu kingine inahitajika. Huyo mtu mwambie atafute mahali pengine penye ataenda, mahali kuna hiyo michezo anafanya. Tumetoka katika upumbavu. Katika shule unapeleka mwanafunzi, shule hiyo imeanza imekaa miaka 20, kila kitu iko ndani, hata basi wako nayo, kila kitu wako nayo, lakini bado anakuambia kuna pesa inahitajika pale na unatoa. Hata wanataka waongeze basi nyingine, wanataka hata waongeze vyombo vingine. Haulalamiki, lakini kwa Mungu mnatoa, mnasumbua watu na matoleo. Mimi hautanitisha na hiyo vitu. Tafuta mahali nyingine. Ukikuja mahali na mimi naabudu, kuja ukijua kwamba hapo mahali panahitaji gharama, na hiyo gharama wewe ndio unashughulika nayo, na mimi na yule mwingine ambao tumeamua. Na unapokuja pale fanya kwa moyo mkunjufu, acha kungojea matangazo ya kanisa kila siku, tutoe kuabudu, tutoe kila kitu. Yaani ibada haitaisha bila matoleo kutajwa. Ukipata kila kanisa ati kila siku ibada haishi bila matoleo kutajwa, mimi nakwambia hapo hao watu ni wakora hao. Mimi nakwambia hao watu ni wakora. Kila Sunday matangazo ya pesa. Ana watu ni wendazimu, hao watu hawajui nini wanafanya my friend pale. Ani mtu uweze kuwa tu mwaminifu kwa Mungu, lakini uko mwaminifu kwa mpango ya kando, pako unamkodishia nyumba na lipa. Lakini kwa Mungu mwenye amekupatia pesa ya kulipa mpango wa kando, hiyo ndio unataka ubembelezwe, peleka ujinga mahali pengine. So siku ya leo abudu Mungu na vitu vyote ambavyo amekupatia, vya mwili pamoja na roho. Kama hauko tayari kwa hiyo, tafuta mahali ambapo
utaenda uabudu shetani huko, sio Mungu. Tafuta mahali utaenda uabudu shetani na tafuta kikundi cha wajinga kama mkusanyike, endeleeni kuabudu huko na upumbavu yenu. Lakini sisi ambao tunajua Mungu ni nani na mahali ametutoa na vile vitu ametufanyia, tukiwa 2, 3, 4, 5, basi tutaendelea kumwabudu kulingana na vile anataka. Kuna matangazo ambayo sasa imepita kutangaza kwa kanisa kila Jumapili, imepita. Kwa wale watu ambao wameshakoma, tafuteni wale ambao wameingia baada ya ibada, kusanyeni muambie hapa mahali tunahitaji hivi na hivi, pia nyinyi mhusike. Lakini sio kila siku kusimama na matoleo ya kila mwaka. Ukisimama tu hivi wanajua lazima utataja sadaka. Huo ni ukora na ni upumbavu. Injili hii unapoendelea kuifuatilia, tuko na mitandao 3. Mtandao wa kwanza ni YouTube, channel yetu ambayo imeandikishwa Believe and Obey the Only True God. YouTube, Believe and Obey the Only True God. Mahubiri haya utayapata tena pale. TikTok, Believe and Obey Jesus Only. Hiyo ni TikTok. Believe and Obey Jesus Only, TikTok. Haya, hapa Facebook mahali niko sasa, hapa ni channel moja imeandikishwa kwa Believe Obey. Believe Obey. Kienda pale ukipata huu ujumbe kukubariki, peana kwa mwingine. Wapendwa, wacha tuabudu Mungu katika ukomavu. Tuache michezo na ukosefu wa nidhamu katika kuabudu. Tukue serious kuliko kambi ya jeshi. Mimi nakwambia injili isipokuwa serious kuliko kambi la jeshi, basi inamaanisha kwamba bado katika michezo. Wale ambao mmepata ujumbe, basi ujumbe huu kawe baraka kwenu, mkawe na wakati mwema, na Mungu aendelee kutimiza mipango zake kwenyu na mapenzi yake yote kwenyu, na Mungu awatende mema kwa kazi nzuri ambayo anaifanya katika maisha yenu. Mkawe na wakati mwema.